بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1441, katika kikao chetu cha darasa silsila ya durus almanhajia, tulianza katika kikao kilichopita kuanza kuizungumzia da'wa salafia, da'wa yetu tulingania katika nini, na kama tulivyotaja kuwa kuna umuhimu sana kwa watu kuelewa masalafi walingania katika nini kabla hujaruka katika kutuhumu, sababu wengi katika watu husikia da'wa salafia, lakini kwa watu waliona chuki zao binafsi dhidi ya hii da'wa kwa mambo ambayo wayajua wao wenyewe, ikawa atanyosha vidole vya lawama na maneno ya chuki na wengine kejeli kwa kutoifahamu hii da'wa. Na sisi tuamini kuwa kila Muislamu mpenda haki akiifahamu hii da'wa ataikubali na kuitetea, bali akiwa ni talib ilm atakuwa ni katika walinganizi watakaokuwa walingania watu katika kushikamana na hii da'wa. Katika yale ambayo hii da'wa yalingania, ad-da'watu ila al-ittiba' wat-tahdhir min al-ibtida', kulingania katika kufuata na kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutahadharisha watu kutokamana na kuzua katika dini ya Allah azza wa jalla. Wala yasihu ahadul amrayn illa bil akhar, na halisihi moja katika haya mawili isipokuwa kwa la pili. Faman daa ila al-ittiba' wa lam yuhadhir min al-ibtida' faqad asaa wa qassara wa zalama, yoyote ambaye atalingania katika kufuata sunna kisha asitahadharishe watu kutokamana na kuzua na uzushi katika dini, asitahadharishe watu kutokamana na wazushi wanaozua katika dini ya Allah, basi huyo amefanya vibaya na amekosea katika da'wa yake, bali na amedhulumu. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم amelibainisha na kuliweka wazi katika hadithi al-Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: فإنه من يعش منكم بعدي, yule atakayepata umri mrefu akaishi baada yangu, awaambia masahaba, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi sana. Naomba hapa muweke mstari chini ya hili neno ikhtilafan kathira. Wapo katika watu wa bid'a, hasa mahizbi yao, utaona kizungumza ikhtilafu zipo na zitaendelea kuwepo. Ikhtilafu katika aqida na misingi ya da'wa wakazifananisha na ikhtilafu za kifiqhi ambazo ni za ijtihadia, lakini twashangaa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa ametaja ikhtilafu, kisha situambie basi hizi ikhtilafu jamani achaneni nazo, nyie endeleeni kukaa hivyo hivyo. Kama ingelikuwa maana ikhtilafu hapa ni hiyo, Mtume sallallahu angetuambia basi hizo ikhtilafu ziko na zitaendelea kuwepo na zitakuwepo, kama wanavyofanya saja al-kuhan,
saj'a ya makuhani zipo na zilikuwepo na zitaendelea kuwepo. Yani ikhtilaf akusudia yeye kwa mfano amefanya bid'a na wewe wakataza ile bid'a, ni ikhtilaf. Kwa hivyo ni jambo la kawaida tu, kila mmoja mfungie macho mwenzake, ufahamu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema fasayara ikhtilafan kathira, ametaja maradhi, kisha akataja dawa na kusema fa alaykum bisunnati. Hiyo ikhtilafu nyingi itakayokuwepo, dawa yake ni kushikamana na sunna zangu. Shikamaneni na sunna zangu. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na mwenendo na sunna za makhalifa waongofu wale watakaokuja baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hawa ni Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali radiyallahu anhum. Tamassaku biha, shikamaneni na hiyo sunna, kumaanisha kuwa sunna ya Mtume sallam na makhalifa wake waongofu ni kama moja. Na ndio maana Mtume sallam akasema tamassaku biha, shikamaneni nayo. Hakusema bihima, ni biha. Wa'addu 'alayha bin nawajidh, na muyume sunna hiyo kwa magego. Bimaana hata ikifikia kuwa kichwa kingoke na kingoke, lakini mtangata kisawasawa. Fastamsik billadhi uhiya ilayk, kushikamani kisawasawa. Walam yaktafi bil amr bil ittiba', na Mtume sallallahu hapa hakutosheka na kuamrisha tu watu wafuate sunna, wa inma ardafahu bitahdhiri min al-ibtida'. Hapo akatahadharisha, baada ya kutaja amri ya kufuata sunna zake akatahadharisha kutokamana na uzushi. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa iyyakum wa muhdathatil umur, akatuonya kutokamana na uzushi, mambo yanayozuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, kila linalozuliwa ni bid'a na kila bid'a, kila uzushi ni upotofu. Ni upotofu. Mtu atakuwa amepotea katika dini ya Allah kwa kuzua katika dini ya Allah. فلا بد من الأمر باتباع السنة، ni wajib kuamrisha watu kufuata sunna. ولا بد من التحذير من البدع، na hakuna budi, ni wajib kukataza watu kutokamana na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. وعند الأمر بالاتباع لا بد من التحذير من الابتداع، na wakati unapoamrisha watu kufuata sunna hakuna budi, ni wajib kutahadharisha kutokamana na uzushi. ولا بد من التحذير من البدعة وأهلها، na hapa ndio kwenye matatizo hapa kwa baadhi ya watu. Mtu ataka kuwa yeye ni mtu wa sunna, lakini aogopa kuwakataza watu kutokamana na uzushi katika dini, kwa kuwa wale wanaosikiliza pengine wengi pale ni wazushi. Kwa hivyo nikitaja huu ni uzushi watanichukia, wataniona mimi mbaya. Kwa kukimbia lawama ni ujue namna gani utaweza kuwa dhil wajhaini, si dhil wajhain, dhil wujuh. Una nyuso 100, ukikutana na huyo ukutana na uso wake, na ukikutana na huyo na uso wake. Yani ukimwona mtu ameshika sunna kisawasawa, mwambie ile bid'a ile wachana nayo kwa mbali, lakini si mbele ya watu. Na ukimwona mtu ameshikamana na bid'a kama jitu la maulidi ambao wajua ikhtilafu iko, wajua nyingi pale nini, ili usimkose, waona utampata. Sasa kuna faida gani kubaki naye wakati hataki kufuata na kujiepusha na uzushi? Na watu tushawaona wengi sana, eti kwa kuwa kuna mzee mmoja ametoa ukali pale, bana basi mzee, haya mambo ya kawaida, kena tamuta na mwenye haina neno mwenye, mambo ya kawaida. Siku moja nilikuwa mimi nikiwa nafikiri bado hata sijamaliza madrasa, msikiti fulani amesimama mmoja katika mahizbi hapa Mombasa azungumza msikitini, au ilikuwa ni khutba ya Jumaa, kitu kama hicho.
baada ya khutba au katika ule muhadhara uliokuwa tolewa pale au kalima, mzee mmoja khurafi kweli kweli akaanza kupiga ukelele pale. Yale mazungumzo pale pale yalibadilika, na hili nilishuhudia mwenyewe nikiwa niko pale pale. Ikawa cheka na basi mwenye haina neno nini hivi na hivi, basi ikawachwa hiyo topic, tazungumza mambo mengine, sababu hii hawakuipenda. Mzee huyo Matata papa Mombasa, nakumbuka baadaye nikitoa khutba Masjid Ziwani nikazungumza kuhusu bid'a na uovu wa bid'a na watu wa bid'a. Namaliza kuswalisha Jumaa, nageuka hivi, mzee huyo kwa nyuma yangu, alhamdulillah akaja mpaka pale. Mimi nataka kukuuliza maswali, na mimi nishakujua wewe mzee, nishakuona kuanzia mimi nikiwa kijana mdogo, kwa si mtu wa kheri. Wewe unachokitaka ni kuleta vurugu hapa msikitini. Nitakuuliza maswali, naambia siyajui, hata si majawabu yake siyajui. Kabla hujauliza usiulize, nenda zako, sababu najua atakuleta shari. Akanitukania baba yangu mwanzo pale, maana hawana adabu watu wa bid'a, hawana adabu. Naomba msione pale akiona afanye hivyo atakushumu. Hawana adabu wengi wao, si wote lakini wengi wao hawana adabu, hasa ikija katika masala ya kumwambia lile unalofanya ni uzushi. Katukana kamaliza, basi kwa kweli nilikuwa na hasira. Kamwangalia yule mzee, sababu hatujuani, hanijui mimi, kimi namjua, shamuona kwanza siku vijana tumuona. Basi nikasimama nikaondoka. Kapiga kelele mpaka kamaliza kelele zake, watu msikitini wakamgeukia yeye. Sasa kawa kelele dhidi yake. Lakini ndivyo walivyo watu wa bid'a, hawapendi kusikia kizungumzo bid'a. Sasa wewe ukiwa hutaki kusimama katika mstari wa kisawasawa, utajaribu kutafuta maneno yoyote kuwaridhisha wote wanaosikiliza pale, na haiwezekani. Weweka katika macho yako na mbele ya macho yako kuwa anayeridhishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na yeye ndiye atakayewafanya watu wakuridhie wewe, kwa sababu nyoyo za watu ziko katika mikono yake, ziko baina ya vidole vyake, azipeleka anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. فندعو الناس إلى توحيد الله رب العالمين ونحذرهم من الشرك بالله رب العالمين. فلنغني watu katika tauhid, tuwakataza kutokamana na shirk. وندعو الناس إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحذرهم من البدعة والمبتدعين. Kuna watu wengine wasema wewe kataza bid'a tu, watakia nini watu wa bid'a? Kama si hao watu wa bid'a, hizo bid'a zingelikuwepo. Kama hao watu wa bid'a hawazifanyi hizo bid'a, zingelikuwepo. Kwa usikataze kutokamana na mzushi, wewe kataza uzushi. Vipi wewe? Akili yako nzima. Hebu niwape mfano. Na tena mara nyingi wanaozungumza mambo kama haya ni watu na uwezo wao. Yeye ataka kumwambia yule ustadhi ama yule imamu anayetoa hutuba pale anavyotaka yeye ndo azungumze. So kuna watu wengine wao kuona jeuri. Mimi najua watu wengi wanasema yule imamu jeuri. Si jeuri. Ukija kipumbavu hivi utageukiwa vizuri, utapata jawabu zuri tu. Usije hapa misili sinia yako ya pilau waila peke yako nyumbani, na mimi na lasima na papa kwangu peke yangu, kila mmoja iwala kwake. Kwa usije na hanjama. Kuna mmoja yuaje, unajua wewe yatosheleza bana kusema bid'a, sasa utaja watu nini? Hata wewe pia nitakutaja pia ukiwa mlinganizi wa bid'a. Wacha hao, wewe pia ukiwa mlinganizi wa bid'a pia utatajwa. Wewe ukipaki gari yako nzuri hapa nje, kisha aje mtu abebe msumeno aikwangure rangi pale, kwangure rangi kabisa, kisha ondoke. Akija nani? Mimi bwana ninafanya. Sasa sema, wajua msumeno kitu kibaya sana. Yule mtu hajafanya kitu, ni msumeno ndio mfanya. Wajua siku nyingine usiteze na msumeno, sawa? Atakula makofi huyo mtu na atalala ndani sijui siku ngapi. Kwa nini? Aniharibia gari. Hakukuharibia, ni msumeno. Zungumzieni bid'a, msizungumzie watu wa bid'a. Kama si watu wa bid'a, bid'a zingelikuwepo.
hao wazushi, hao ndio wa kwanza kuanziwa, kwa sababu wao ndio chanzo hizi bid'a kuwa hai. Nafikiri ilaeleweka, maanake wakipigiwa mifano ya dunia yao ndio waelewa, lakini hawataki kuielewa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwazungumza khawarij, hakuizungumza bid'a ya khuruj peke yake, alisema lau kama ntawakuta la aqtulannahum qatla 'ad, mtawaangamiza na kuwaua kama walivyoangamizwa 'ad. Awatakia nini bwana watu wa bid'a? Angezungumza bid'a peke yake. Hiyo akili yenu hiyo haiko katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, pengine mtu aweza kusema nani aliyewatangulia katika da'wa kama hiyo? Thabit ibn Ajlan rahimahullah asema, sikiliza waungwana wanaotajwa hapa. Adraktu Anas ibn Malik ambaye nani sahaba, wa ibn al-Musayyib wal Hasan al-Basri wa Sa'id ibn Jubair والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهرية ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابتا البناني والحكم بن عيينة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. wote hawa ndio wataja waniamrisha mimi kushikamana na jamaa, kiongozi wa Kiislamu na Waislamu na Sunna, na wanikataza mimi kutokamana na watu wa bid'a. Sasa ukituambia mwakosea, wawakosoa nani? Nataka kumkosoa Anas bin Malik radhiallahu anhu na hao waungwana waliotajwa. Sasa tukosea vipi? Na hivi ndivyo walivyokuwa wale wema waliotangulia. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره. anayekana mtu wa bid'a jitahadhari naye. Kuna watu wasema mimi naenda pale nachukua mazuri na wacha mabaya, huyo kaa mbali nayo. Huyo ni dhil wajhaini, ni mtu ana nyuso mbili. Akikaa na watu wa bid'a ana uso wake, na akikaa na watu wa sunna ana uso wake. Na wengine hujifakhirisha, hata mimi wale makhurafi washangaa bwana, naweza kukaa na wao na huku nakaa na mawahabi. Atasema hivyo kweli? Hiyo ni sifa hiyo. Yani kama mtu yasema mimi najua fani ya unafiki kweli kweli bwana, niko fiti kwa mnafiki mimi. Kuna mtu yaweza kujisifu yeye mnafiki, ana sifa za unafiki za kuwa na nyuso mbili, lakini wako watu wafanye hivyo. Hawa jiepusheni nao. Nani asema hivyo? Si mimi. Al-Fudayl ibn Iyad asema man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu, anayekana mtu wa bid'a jitahadhari naye huyo. ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعطى الحكمة، na mwenye kukaa na watu wa bid'a hapewi hikma mtu kama huyo. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. Fudayl, ungeishi asri yetu ungeambiwa nini wewe? Asema napenda iwe baina ya mimi na mzushi ngome ya chuma, tusionane kabisa. Kisha akasema maneno haya: akulu ma'al yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min an akula 'inda sahibi bid'ah. Nile na myahudi na mnasara yapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kula kwa mtu wa bid'ah. Siendi kula kwa mtu wa bid'ah. Na hii pengine labda amealikuwa walima mfano. Je, wale ambao kwa ndaa zao eti enda kuhudhuria kwenye maulidi ili ale biriani, huyu atakuwaje? Huyu ni mtu pengine labda amemwalika, karibu bwana njoo ule. Wewe mtu wa bid'ah, afadhali nile na myahudi na mnasara kuliko kula na wewe.
si maneno yangu tena, nirejelea manake najua sasa hivi itatoka. Msikia asema nini wewe? Fudail ibn Iyadh wetu, nenda kamtafute nani, mjue nani, kisha amesema maneno haya. Hao waungwana wamsema maneno haya, sisi wafuasi. وقال حبيب ابن أبي الزبرقاني رحمه الله: كان محمد بن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع أصبعيه في أذنيه. alikuwa Muhammad ibn Sirin rahimahullah akisikia neno kwa mtu wa bid'a huweka vidole vyake kwenye masikio yake akaziba. ثم قال, kisha sema: la yahillu li an ukallimahu, si halali kwangu mimi kuzungumza naye huyu bwana, hatta yaquma min majlisi, sema mpaka yule mtu aondoke pale. Ondoka mzushi, muondoa mtu wa bid'a. Sasa ikiwa al-Imam Muhammad ibn Sirin hakai kumsikiliza mtu wa bid'a wala neno, bali katika riwaya wala nisf kalima, mwambie mtu wa bid'a usiniambie hata nusu ya neno. Leo wamkuta mtu ajinasibisha na manhaju salaf na ahli sunna, akaa jisali zima itamsikiliza mshia. Ushamsikia huyo sema nini? Jamaa na kilemba kama ngoma kwenye kichwa. Huo muda uko wapi? Ushamsikia sema nini? Namtakia nini mimi? Hiyo nusu saa nitachukua nisikilize darasa ya alim katika ulama Sheikh bin Baz, tukua fatawa nur ala darb dakika 20-25, sikiliza utapata faida ngapi? Kila siku weka kipindi kimoja katika fatawa nur ala darb zilizorekodiwa, weka sikiliza, ni kama waishi na Sheikh bin Baz rahimahullah, aulizwa kijibu, faida ngapi utapata? Ama usikize sharita Sheikh al-Albani na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wewe wakao msikiliza mzushi bwana, kisha waanza kuhaha wazunguka huko na sasa shubha hii nitaijibu vipi? Ulikalia nini kumsikiliza? Wewe salafiwa vipi? Hivi ushamaliza wewe kusikiliza maulama wote wa sunna? Njoo tutakupa kazi hii hapa Sheikh al-Albani. Wacha kusikiliza wewe, una muda mrefu, sikiliza uandike. Shariti ya kwanza sikiliza, andika yote. Ukimaliza ya pili andika, uone kama utakuwa na wakati. Ukimaliza al-Albani rahimahullah atakupa za Bin Baz, uandike umalize za Ibn Uthaymeen. Ni leo huo muda uko wapi? Kisha mtu akae chini amsikilize mzushi. وقال ابن عباس asema: la tujalis ahla al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub. Kwa hivyo alikuwa kitahadharisha, msikae na wazushi, kwani kukaa na wazushi huleta maradhi ya moyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha aliposoma hii aya, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabih ila akhir alaya, akamwambia Aisha: idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu hum ahlul bid'ah, au wanaofuata mutashabihat, faulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum, hao ndio waliokusudia hapa, aliwataja hapa Allah subhanahu wa ta'ala, jitahadharini nao. Watu wa bid'a hawa jitahadharini nao, msiwasikilize wala msikae na wao. Na hili jambo la waudhi sana watu wa bid'a, na ndio maana utaona katika mihadhara yao siku hizi akialikwa mali, kitu cha kwanza tu akianza, basi watakuja watu watawatahadharisha nyinyi kutokamana na sisi, msiwasikilize. Mshajua. Na wewe wafanya nini sasa hivi? Utahadharishwe. Kwa hivyo halali kwako wewe kutahadharisha watu kutokamana na masalafi, lakini wao wasitahadharisha na wewe ni mtu wa bid'a mzushi. kwenu halali, kwa ahli sunna haram. Ma lakum kaifa tahkumun, ambapo nyinyi ndio mna haki ya watu kutahadharishwa na nyinyi. Ahli sunna alhamdulillah, kalima yao pale watakapokwenda wataiweka. Ikiwa itakubaliwa kalima yao falhamdulillah, ikiwa imekataliwa basi ashafikisha ujumbe. Kumalizia na maneno ya Abul Qasim al-Asbahani katika kitabu chake Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja, asema: wa tarku mujalasati ahli al-bid'ah, kuacha kukaa na watu wa bid'ah,
wa muasharatihim, na kutangamana na wao, sunnatun, ni sunna. Umeelewa? Ni sunna. Na ndio maana walikuwa wakitahadharisha. Kwa da'wa ya ahli sunna ni kulingania watu katika sunna, katika msingi yao, na kutahadharisha kutokamana na watu wa bid'ah. لئلا يعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم, ili zisije nyoyo za baadhi ya madhaifu katika Waislamu zikakita ndani yake na kusakama bid'a zao. Wa hatta ya'lama an-nasu annahum ahlul bid'ah, na watu hawakai na wao mpaka watu wajue kuwa hawa ni watu wa bid'ah. Sasa mkikaa na wao watu watajuaje? Mkiwa na wao watu watawajuaje kuwa hawa ni watu wa bid'ah? Da'wa salafia si kama da'wa ya mahizbi bwana. Mara tu wamuona mtetea msufi, hawaeleweki hao. Mimi nawaambia hawaeleweki. Hawa da'wa yao da'wa gani hawa? Haina misingi, haijui yaelekea wapi, kichwa chini miguu juu, huku mara hivi mara vile, haieleweki. Hawana misingi wanaotembea juu yake. وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة. هنا أبو القاسم الأصبهاني. ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم, na isije ikawa kule kukaa na wao ni njia ya kufanya bid'a zao zikawa ni zenye kuenea na kujulikana. Na ndio maana saa nyingine utapata ulama aambiwa kuna fulani amezua bid'a fulani, akainyamazia tu, watu wamgure tu, waachane naye, wala simjibu kitu. Kisha hiyo ikafifia ikaenda mpaka asijulikane nani aliyezua wala hiyo bid'a ni gani. Na lau kama watu wa bid'a wangelikuwa wafanywa hivi na watu wa sunna, basi biidhnillah ta'ala hizi bid'a zitakwenda nyingi. Lakini kuna udhaifu mkubwa. Kuna baadhi ya watu wajinasibisha na sunna, lakini utaona na watu wa bid'a wako na wao wamewagandama hivi. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo da'wa ya ahli sunna, hadhihi da'watuna, hii ndio da'wa yetu. Katika ulinganizi tunaolingania, twalingania watu kushikamana na sunna, na pia twawakataza kutokamana na bid'a na watu wa bid'a kwa pamoja. Nasallallahu an yuthabbitana wa iyyakum ala alhaqqi hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik. أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر، والله لو كانت من وراء جدار، بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء، لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل دليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ. والله هو المبلغ عن أهل السنة. فسيحارب الحق بالباطل